Okay, tunaendelea tena na mafunzo yetu ya gitaa halisi, na mwendelezo wetu leo tutaenda kufanya kopi kidogo ya huyu mwanadada ya nyimbo ambayo imeimba Yesu Nakupenda. So introduction yetu mwanzoni kabisa ilianza mshiko wetu hapa ni A shape. A shape, kumbuka A shape imeambatana na C shape. Ukiwa unapanda hivi C shape ya kwanza na C shape ya pili, unakuja mpaka hapa kwenye E shape. Kwa hiyo namba 1, namba 4, namba 5, unakuja tena hapa kwenye namba 1. Kwa hiyo tunakuja kuanzia hapa kwenye E shape. Tunatoka hapa kwenye A shape, unakuja C shape ya kwanza na C shape ya pili. C shape ya kwanza na C shape ya pili, unakuja kuanzia hapa kwenye E shape. Ndo mali ilianzia. Kwa hiyo unaanza unashika tu E shape hivi kawaida, alafu unakuja paka hapa kwenye E shape. Kwa hiyo unaanza hapa kwenye E shape, alafu unakuja hapa kwenye E shape, unazishusha hivi nyuzi namba 4 na namba 3. Hizi mbili tu, namba 4 na namba 3. Alafu unakuja namba 1 na namba 2. Alafu unashika C shape chord. Yaani ni simple sana. Kwa hiyo unaanza tu, alafu unakuja hapa unashika hiyo octave ya 1/2, unashika hivi, alafu unashika C shape, unashika accord. Hata kama ukifanya sio accord ni sawa tu, lakini ukitaka ilete utamu zaidi shika accord. Kwa hiyo unaanza tu, alafu unakuja octave, alafu yaani ni simple sana. Kwa hiyo unaanza tu hapa kwenye E shape, alafu unakuja hapa ni A shape tu, unazishusha tu nyuzi namba 4 na namba 3. Kwa hiyo ni simple sana. Unaanza tu hapa unacheza nyuzi namba 2 na hapa ni nyuzi namba 3 na namba 2, ndio maana nimezishika hivi. Kwa maana hiyo hiki kidole kishike uzi namba 1 na namba 2, hiki kidole kishike uzi namba 3 peke yake, ndio unafanya sawa. Alafu nakuja namba 2 na namba 1, alafu namba unashika C shape. Kwa hiyo ni simple kabisa. Sawa. Yaani lilia kitu simple kabisa, kitu rahisi kabisa, ambaye yani kwa wewe unaojifunza ni kitu rahisi kabisa. Isipokuwa tu kitu ambacho kinaletaga mashaka kwa mtu anayesikiliza kitu chochote ili aweze kukikopi ni ile sound touching ya mtu aliyofanya. Maana mara nyingi watu ambao wanafanya kwenye product za watu huko mastudio, na unakuta tayari mtu paka akubalike kule, lazima uwe na touch nzuri, uwe na speed nzuri, na uwe na uwezo wa kucompose vitu ambavyo vitashika kwenye masikio ya watu. Ndio maana unaona tunaelekezana baadhi ya copy ambayo ukipiga yani ilitachi watu, kwa sababu yule mtu aliumiza kichwa na kutengeneza kitu kizuri. Kwa hiyo ni muhimu sana ujitengeneze, uwe na touch nzuri, uwe na vitu vizuri, uanze kucompose. Sasa kwenye kucompose kunaanzia huku unakofanya copy, unakuja unageuza na unapata kitu cha kwako huku kwenye E shape, C shape ya kwanza na C shape ya pili, na kwenye A shape huku. Hakuna miujiza, mishiko ni wewe tu sasa utatupigia nini. Kwa hiyo ni kitu simple tukililia. Yaani kwa tafsiri nyingine hapa alifanya, hapa ni 1 alafu akaja hapa ni 5. Kwa hiyo no, ni 1 ni 1 akarudi tena 1, lakini 1 ya huko chini, ndio maana imesound hii
pamoja na hii yote ni kitu kimoja, ni tofauti tu mishiko pamoja na sound vile inavyosound. Kwa hiyo alianza kwenye 1 akaja tena 1 ndio akaja kwenye 4 ndio akaja, hii ni minor, kwa akaja kwenye hii minor ndio akapiga 4 5 1 1 minor alafu 4 5 1 1 minor alafu 4 5. Sawa, kwa alifanya tu kitu rahisi alafu sasa hizi za mwanzo lazima uvute kidogo. Kwa unaanzia hapa. Sawa, kwa unaweza kuanzia hapa au unaweza kuanzia hapa. Alafu na hii pia lazima utoke mbali. Alafu ndio unakuja kukwamia kwenye kituo halisi. Kwa hiyo lazima hizi uzivute ndo zinaleta ladha. Sawa, kwa hiyo lazima alafu na hii tena. Kwa nini tunaiona nzuri? Tunaiona nzuri kwa sababu mshikaji aliyopiga aliumiza kichwa. Ndio hicho nimesema, unapokuwa unafanya copy au unakuwa unajifunza gitaa, jaribu pia kuumiza vichwa, kutengeneza vitu ambavyo vinakuwa yani ndio muziki ni marudio na vyote tunavyovifanya 90% ni copy, lakini kuna vitu vitengeneze ambavyo vitakupa signature ya kwako. Yani vitakupa sign kwamba yeye mwamba kuna kitu alifanya. Kwa hiyo tukianza kupiga tu kikawaida kidogo itatuchanganya, na ni kweli ufanye, lakini usiishi sana kwenye copy za watu. Maana ukiishi kwenye copy za watu utailazimisha akili yako kustay kwenye copy tu, na ukistay kwenye copy tayari unakuwa unamfanyia promo mtu mwingine. Maana unaposimama kwenye stage unapiga, watu wanasema jamaa anapiga vizuri lakini anapiga kama fulani. Kwa hiyo unakuwa unazidi kumpromote yule mtu, japokuwa ni kweli alifanya vizuri na anafaa kupromotiwa, lakini fanya vitu vyako ili na wewe watu wa copy. Ndio, yani hiyo ndo nzuri na ni bora zaidi. Kwa hiyo unapokuwa unafanya mazoezi, fanya mazoezi copy, lakini unapokuwa kwenye stage fanya vitu vya kwako. Japokuwa unaweza kaibia kidogo ukafanya na hiyo copy, inaletaga ladha fulani kwa watu wanaosikiliza, ili kwa wewe yani kwa wewe watu wakuone kwamba jamani mkali amepiga kama umepiga kama yeye kabisa. Pia na yenyewe inakumotivate kidogo, yani nakufanya wewe kidogo upate shavu la wewe kuendelea kukaza zaidi. Lakini usiishi sana kwenye zile copy. Yani piga ile lakini ipindishe. Yani pia unaweza kufanya kipande kingine ukapindisha mle watu wakasema jamaa mkali kuna kitu amegusa cha fulani, lakini umepiga kama yeye mwenyewe kabisa. Lakini ukirudi tena changanya na vya kwako, inakuwa ni unyama zaidi. Kwa hiyo yani ni simple tu, anza 1 unakuja tena 1 ya huku chini kwenye A shape. Kwa hapo naanza ni E shape, unakuja A shape. Alafu unakuja hii ni E shape minor. Alafu unakuja C shape. Unaanza tena E shape. Alafu
ya kwanza kabisa ni E shape. Alafu nakuja A shape step ya pili. Kwa E shape alafu nakuja A shape. Unakuja tena C shape minor. Alafu E shape minor. Alafu nakuja C shape. C shape ya kwanza na C shape ya pili. Unaanza tena kazana sana. Mazoezi ndiyo yatakayokufanya we kesho yako iwe good. Unapopiga kitu we mwenyewe utajielewa, na ukipiga kitu mbele za watu watasikia vizuri, maana unapiga kitu kizuri. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweka juhudi katika hicho unachokifanya. Yaani juhudi ndo msingi wa kwanza ambao unatangulia, ambao utakumotivate wewe kufanya vitu vikali na vizuri zaidi. So kazana, pambana. Ndio maana tunazidi kutoa masomo haya na kutoa baadhi ya vitu ili kumotivate wewe pia, na wewe pate hamasa ya kuweza kufanya vitu ambavyo ni vizuri zaidi. So tuko pamoja. Mungu akubariki sana. Pambana na mazoezi, pambana sana.